Bwana mwanamuziki wa R&B Chris Brown Breezy amezidi kutikisa mitandao ya kijamii. Moja kati ya kesi yake ambayo sasa hivi inamzungusha sana kwenda sehemu mbalimbali na inaweza ikawa pia ikafika sehemu pabaya sana. Ikumbuke kwamba Chris Brown alikamatwa jijini Manchester kwa mashtaka ya kumzuru producer Abedi ya mwaka 2023 kwa kumpiga chupa ya kichwa na moja kati ya klabu ambayo inapatikana kule jijini London. So uamuzi huo umetolewa leo na Jaji John Hurst leo Ijumaa, ambaye amekataa ombi la dhamana ya Christopher almaarufu kama Breezy ambalo linawasilishwa kwa mwanasheria wake, huku akiwa kipengele cha kutoruhusiwa kwenda sehemu yoyote mpaka wakati huo. Na tukumbuke kwamba Chris Brown imekuwa ni moja kati ya wasanii ambao wana matukio mengi sana katikati ya kupiga watu mbalimbali katika hatua zake, lakini pia hata performance zake mashabiki. Asa leo hii pia kwa Ijumaa, kwa mujibu wa Roots, mwimbaji wa Marekani Chris Brown ataendelea kubaki chini ya kizuizi cha Uingereza kufuatia na kukamatwa kwake kwa hivi karibuni kwa kesi ambayo inatarajiwa kusikilizwa Juni tarehe 13 katika mahakama ya Southwark Crown huko London. So mshikaji atakaa gerezani kuanzia siku ya leo Ijumaa Mei 15 mpaka Juni 13. So mchezo na mtu kama yule kukaa muda mrefu hivi itamlostia vitu vingi sana kwenye kuachia kazi, lakini pia hata mambo yake ya binafsi ya nje ya muziki itamkosti sana. Na uhuru atapewaje kama watamkea kama msanii ama inakuaje? So mimi nimekusogezea kupitia Bongo Plus TV. Toa maoni yako kwenye comment section. Unahisi Chris Brown litamtokea kama Puff Daddy ambalo limemtokea au inakuaje? Una drop your comment hapo. Mimi naitwa Riziki bwana. Peace.